pindi wakiaritia. Leo yananitesa, nashindwa kuyasimlia. Chungu nilichopika wamepakua wenzangu. Vive madafu 100. Nilijani ni mazuri pindi wakiaritia. Leo yananitesa, nashindwa kuyasimlia. Chungu nilichopika wamepakua wenzangu, chozi la bubujika, wamechukua tonge langu. Na kitabu chetu cha mapenzi, ukurasa umechanwa chanwa. Hazisomeki tena tenzi, zimepoteza maana. Kwa nini moyo unaruhusu kupenyesha upepo wa maumivu? Kwa nini moyo unakuwa mwepesi kusamehe na kupokea maumivu mapya? Inatosha. Inatosha. Nilijani ni mazuri pindi wakiaritia. Leo yananitesa, nashindwa kuyasimlia. Chungu nilichopika wamepakua wenzangu, chozi
la bubujika, wamechukua tonge langu. Vipi mwanangu, mbona kama nimekuja pale kazini sijakukuta? Tatizo nini mzee wangu, mbona kaakaa huku umejificha ficha? Napitia wakati mgumu sana. Yaani hapa nilipo, yaani moyo wangu unawaka moto. Akili yangu imevurugika. Sielewi mbili wala tatu. Yaani kiufupi tu sina amani, sina furaha. Yaani sielewi hata nifanye nini. Nipo tu. Nenda kwenye pointi kabisa kwamba nyoka, nenda kwenye pointi. Tatizo nini? Hizo ni shemeji yako. Yaani shemeji yako ananifanyia vitu ambavyo havieleweki. Yaani anaenda anakopataka yeye na anarudi atakavyo. Hataki nimwambie kitu chochote kile. Mimi naumia kama mwanaume, nashindwa kukaza. Kuna masharti mengi kibao ambayo ananifanyia, ambapo mume yote yule hawezi akavumilia. Sasa najiuliza, yani kutafuta pesa, yani hela zinisumbue. Hata mapenzi pia nisumbue rafiki yangu. Hivi wewe na umri huu kweli unakaa unalia kwa sababu ya mapenzi? Mbona ziko njia nyingi za kuweza kusolve matatizo kama haya kwenye mapenzi? Unaweza ukafanya hivi. Sawa. Unaweza ukawatafuta wazazi wake, mkaja mkakaa mkayaongea yakaisha. Ama ukiona wazazi wake hawakuelewi, labda ndoa inakubana, serikali ipo. Umeona bana? Unafuata sheria za ndoa, basi unaivunja ndoa, unaishi kwa amani. Hii kukaa huku unajificha ficha, mara upo huku unalia, kazini sasa hivi hauonekani, tukija hatukukuti. Ndugu yangu, tafuta njia nyingine ya kuweza kulisolve hili tatizo, kwa sababu ukiendelea kuliacha utakuja kujikuta unajiua. Shemeji, samahani lakini kama tutakuwa tunakupotezea muda wako, ila kuna jambo mimi nataka tuliweke sawa. Unajua mimi sipendezwi kabisa na hii hali ambayo ndugu yangu anaipitia. Lakini siwezi kujua sana kwa undani zaidi kwamba haya yote yanaweza yakazungumzika vizuri kabisa na yakaisha. Eti ndugu yangu Madali. Ni kweli kabisa kaka. Shida ipo kwa mke wangu. Labda ongea naye basi, labda atakuelewa wewe. Mwelekeze ni jinsi gani mwanamke anatakiwa aishi kwenye ndoa.
Mimi nielewi kabisa. Yaani nisikilize tu kiufupi. Nakuuliza umemaliza? Na wewe umemaliza? Ibra, njoo mara moja. Madamu huyo. Ibra, hivi una mpenzi? Kwa sasa sina mchumba wala mwanamke, kwa sababu wanawake napenda watu wenye kazi mzuri, wenye fedha zao. Wanawake napenda kuhudumiwa. Sasa na mimi sina hela na sina kazi mzuri, ndio maana nakoma kwenye geti lako getini. Ibra, ikitokea siku umeingia kwenye mahusiano, jitahidi sana kutunza hisia za mwanamke, kwa sababu mapenzi yanauma kuliko kitu chochote. Ndo maana ndo kwanza nakusikia kwako wewe. Kwa nini umeniuliza swali hilo mada? Siku ukija kuingia kwenye mahusiano ndio utajua maana halisi ya mapenzi. Hivyo basi unaenda kuendelea na kazi zako. Huku. Huku. Madamu huyo. Madamu wangu mwenyewe. Ndege. Achoka. Ubuyu mia. Ubuyu mia. Ai! Ya! Tumevamiwa. Sakoki. Flower. Pum. Mapiga. Flower. Pum. Kamekufa. Mwanangu amka, wewe ni shujaa, za kiumbe dhaifu, mimi nimezaa kiumbe jasiri, amka mwanangu, wewe ni shujaa.
Our love.